Usiku ulikuwa mtulivu kuliko kawaida. Nyota zilikuwa angani na upepo mdogo ulivuma polepole ukigusa miti ya embe iliyozunguka nyumba ya Mzee Baraka. Kila mtu nyumbani alikuwa amelala, isipokuwa yeye. Mzee Baraka hakupenda kukaa macho usiku bila sababu. Kwa miaka mingi alikuwa mtu wa nidhamu. Aliamka mapema, alisali, akahakikisha familia yake inaishi kwa utaratibu. Lakini usiku huo, moyo wake ulikuwa mzito. Alikaa kitandani akitazama ukuta kwa muda mrefu. Kila alipojaribu kufumba macho, mawazo yalirudi tena. Ilikuwa kama kuna kitu kinamkumbusha jambo ambalo hakutaka kukumbuka. Mungu wangu, ni nini hiki kinanisumbua leo? Alinong'ona pole pole. Ghafla, mlango wa nje ulitoa sauti ndogo, kama mtu aliyegusa bila kugonga. Mzee Baraka alinyanyuka pole pole, akavaa sweta lake la zamani, akatembea hadi dirishani. Hakuna mtu aliyekuwa nje, lakini moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Ndani ya nyumba, Mama Neema aligeuka kitandani. "Baraka, mbona hujalala?" aliuliza kwa sauti ya usingizi. Mzee Baraka hakujibu mara moja. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alihisi hofu ambayo hakuweza kueleza. Na hakujua kwamba huo ulikuwa mwanzo wa usiku ambao ungeibadilisha familia yake milele. Mama Neema aliketi kitandani, macho yake yakiwa bado mazito kwa usingizi. "Baraka, kuna nini? Mbona uko dirishani muda huu?" aliuliza tena kwa upole. Mzee Baraka aligeuka polepole. Uso wake ulikuwa na wasiwasi ambao Mama Neema hakuwa ameona kwa miaka mingi. "Nimesikia kama mtu nje, lakini sioni yoyote," alisema kwa sauti ya chini. Mama Neema alishuka kitandani. Alikuwa mwanamke aliyekuwa amezoea changamoto za maisha. Amelea watoto 5, ameishi nyakati ngumu na nzuri pamoja na mumewe. Lakini usiku huo, hata yeye alihisi kitu si cha kawaida. Wakati huo huo, chumba cha jirani kilifunguka. Mtoto wao wa mwisho, Amina, alitoka akiwa amevaa shuka begani. "Mama, baba, mbona kuna sauti?" aliuliza kwa hofu ndogo. Mama Neema alimvuta karibu. "Usiogope mwanangu," alisema, ingawa moyoni naye hakuwa na uhakika. Ndani ya ukimya wa usiku, sauti nyingine ilisikika, kama kitu kikianguka mbali kidogo nje ya nyumba. Moyo wa Mzee Baraka ulirudi nyuma kwa kumbukumbu za zamani. Miaka mingi iliyopita, wakati alipofanya uamuzi mmoja uliobadilisha maisha ya watu wengi. Uamuzi ambao hakuwahi kumweneza mtu yoyote. Na sasa ilikuwa kama ule uamuzi ulikuwa unamrudia pole pole. Usiku ule ule ambao hakutegemea kabisa. Saa zilionekana kusimama. Hakuna aliyerudi kulala. Mama Neema alichukua taa ndogo ya mkononi, akamkabidhi Mzee Baraka. "Twende tuangalie nje pamoja," alisema kwa uthabiti wa mwanamke aliyezoea kusimamia familia. Walifungua mlango polepole. Upepo mdogo uliingia ndani ya nyumba, ukileta baridi ya usiku wa kijijini. Walipotazama nje, hawakuona mtu mara moja. Lakini walipochukua hatua chache mbele, waliona kivuli kimesimama karibu na geti. Amina alishika mkono wa mama yake kwa nguvu. "Ni nani hapo?" Mama Neema aliita kwa sauti ya ujasiri. Kivuli kilisogea mbele kidogo. Ilikuwa ni mwanaume aliyekuwa amevaa koti jeusi na kofia ndogo kichwani. Samahani kuja usiku huu," alisema kwa sauti nzito lakini ya heshima. Mzee Baraka alimtazama kwa makini. Macho yake yalifunguka kwa mshangao mkubwa. "Wewe," alisema polepole, kama mtu aliyemuona mzimu wa zamani. Yule mwanaume alishusha kichwa. "Nimekuja kwa sababu ya jambo la zamani, Mzee Baraka," alisema. Maneno hayo yaligonga moyo wa Mzee Baraka kama radi. Mama Neema alimwangalia mumewe, akitambua wazi kwamba huyu si mgeni wa kawaida. Kulikuwa na historia kati yao, historia ambayo haikuwahi kusemwa ndani ya familia. Na sasa ilikuwa imefika mlangoni mwao usiku wa manane. Habari za mgeni wa usiku zilianza kuenea polepole hata kabla ya alfajiri kufika. Katika kijiji hicho, siri haikudumu muda mrefu. Kulikuwa na macho mengi, masikio mengi na mioyo mingi iliyopenda kujua kilichokuwa kinaendelea. Ndani ya nyumba,
Mgeni aliketi kwenye kiti cha mbao, mikono yake ikiwa juu ya magoti. Mama Neema alimletea kikombe cha chai ya moto. "Karibu, lakini tafadhali tuambie umefuata nini usiku huu," alisema kwa sauti ya heshima. Yule mwanaume alivuta pumzi ndefu. "Jina langu ni Musa," alisema, "na nimekuja kwa sababu ya jambo lililotokea miaka 20 iliyopita." Mzee Baraka alishusha macho yake chini. Miaka 20 iliyopita ulikuwa wakati ambao biashara yake ilianza kukua. Watu wengi walimwona kama mfano wa mafanikio, mtu aliyefanya uwekezaji mzuri, aliyepata mali na ardhi nyingi. Lakini nyuma ya mafanikio hayo kulikuwa na uamuzi mmoja ambao ulimpa usingizi mchache kwa miaka mingi. Musa aliendelea kusema, "Baba yangu alikuamini sana Mzee Baraka, lakini alikufa akiwa na majonzi." Mama Neema alishtuka. Hakuwahi kusikia hadithi hiyo hapo awali. Na sasa alikuwa anaelewa kwamba usiku ule haukuwa wa kawaida hata kidogo. Asubuhi haikuwa imefika, lakini usingizi ulikuwa umeondoka kabisa ndani ya nyumba ile. Musa alisimama pole pole. "Kuna kitu lazima nikuonyeshe," alisema akimtazama Mzee Baraka moja kwa moja. Moyo wa Mzee Baraka ulianza kupiga kwa kasi. Alijua kuna kitu kinakuja, kitu ambacho alikuwa amejaribu kusahau kwa miaka mingi. Musa alitoa bahasha kubwa kutoka ndani ya koti lake. "Baba yangu aliacha hizi kabla hajafariki," alisema. Mama Neema alisogea karibu, macho yake yakijaa wasiwasi. Ndani ya bahasha hiyo kulikuwa na nakala za karatasi za zamani, hati za ardhi, mikataba ya biashara na barua zilizoandikwa kwa mkono. Mzee Baraka alipoyaona, mikono yake ilitetemeka. Hizo zilikuwa karatasi ambazo alifikiri zimepotea milele. "Ulizichukua wapi?" aliuliza kwa sauti iliyokuwa dhaifu. Musa alimjibu kwa utulivu. "Zilikuwa zimefungwa ndani ya sanduku la zamani nyumbani kwetu, sanduku ambalo baba yangu aliniambia lisifunguliwe hadi siku nitakapokuwa mtu mzima." Mama Neema alimtazama mumewe kwa macho makubwa. Alianza kuelewa kwamba maisha yao yote yalikuwa yamejengwa juu ya kitu ambacho hakuwahi kujua. Na ndani ya chumba kile kulikuwa na kimya kizito, kimya cha siri iliyokuwa karibu kufunguliwa. Ndani ya chumba kile, hewa ilionekana nzito kama vile ukuta wenyewe ulikuwa unasikiliza. Mama Neema alikaa chini taratibu, macho yake yakitazama zile karatasi zilizokuwa mezani. "Mzee Baraka, hizi ni karatasi gani?" aliuliza kwa sauti iliyokuwa na hofu na huzuni kwa pamoja. Mzee Baraka hakujibu mara moja. Aliketi kimya, mikono yake ikiwa juu ya magoti. Macho yake yalikuwa yamejaa majuto ambayo yalionekana wazi hata bila kusema neno. Musa alisogea mbele kidogo. "Hizi ni hati za ardhi ambayo baba yangu alimiliki zamani," alisema kwa utulivu. "Ardhi ambayo baadaye ilibadilishwa jina na ikaingia kwa jina lako." Mama Neema alishtuka. "Baraka, hii ni kweli?" aliuliza kwa sauti iliyotetemeka. Mzee Baraka alifumba macho kwa sekunde chache, kisha akafungua polepole, kama mtu aliyekubali kubeba mzigo mzito kwa muda mrefu. "Ni kweli," alisema kwa sauti ya chini sana. Amina aliyekuwa kimya muda wote alimtazama baba yake kwa mshangao. "Baba, uliichukua ardhi ya mtu mwingine?" aliuliza kwa sauti ya mtoto aliyekuwa haelewi dunia ya watu wazima. Mzee Baraka alinyanyua kichwa, macho yake yakijaa machozi. Kwa mara ya kwanza, ukweli ambao aliuficha kwa miaka mingi ulianza kutoka polepole kama maji yanayotoka kwenye chupa iliyovunjika. Na kila aliyekuwa ndani ya chumba kile alijua, hakukuwa na kurudi nyuma tena. Kimya kilichofuata kilikuwa kizito kuliko maneno yoyote. Mama Neema alisimama ghafla, akitembea hatua chache mbele na kurudi nyuma. "Miaka yote hii umeficha jambo hili?" aliuliza kwa sauti iliyokuwa na maumivu. Mzee Baraka alishusha kichwa. "Nilidhani ilikuwa njia ya kuokoa familia yetu," alisema polepole. "Wakati ule biashara ilikuwa inaanguka, nilikuwa na madeni mengi." Musa alimsikiliza kwa makini, lakini macho yake yalikuwa yamejaa huzuni. "Lakini baba yangu alikuamini," alisema kwa sauti nzito.
Alikupa mamlaka ya kusimamia ardhi yake wakati alikuwa mgonjwa. Mama Neema alishika kichwa chake kwa mikono. Kwa hiyo ulichukua fursa ya ugonjwa wake? Aliuliza kwa sauti iliyokatika. Mzee Baraka alitetemeka. Sikutaka iwe hivyo, alisema kwa sauti ya huzuni. Niliahidi kurudisha baadaye, lakini mambo yalibadilika. Ardhi ile ikawa msingi wa mali yetu yote. Amina alianza kulia kimya kimya. Nyumba ambayo waliiona kama ishara ya baraka, sasa ilionekana kama imejengwa juu ya maumivu ya mtu mwingine. Musa alitoa pumzi ndefu. Baba yangu alikufa akiwa na huzuni kubwa, alisema. Siku moja ukweli utajulikana. Na sasa siku hiyo ilikuwa imefika. Alfajiri ilianza kuchomoza polepole, lakini ndani ya nyumba ile hakuna aliyefikiria kuhusu kulala. Nje, sauti za kuku zilianza kusikika zikitangaza mwanzo wa siku mpya. Lakini kwa familia ya Mzee Baraka, siku hiyo haikuwa ya kawaida. Mama Neema alikaa kimya kwa muda mrefu, akitazama dirishani. Baraka, alisema kwa sauti tulivu lakini yenye uzito. Hatuwezi kuendelea kuishi kama kilichotokea. Mzee Baraka alimtazama mke wake kwa macho yaliyojaa uchovu. Unataka nifanye nini? Aliuliza kwa unyonge. Mama Neema alimgeukia Musa. Familia yenu imepoteza nini hasa? Aliuliza kwa sauti ya heshima. Musa alijibu polepole. Tulipoteza ardhi yetu. Tulihama kijijini. Maisha yalikuwa magumu kwa miaka mingi. Maneno hayo yaligonga moyo wa Mama Neema kama nyundo. Aligeuka kumtazama mumewe. Tunapaswa kurekebisha hili, alisema kwa uthabiti. Mzee Baraka alinyamaza. Kwa miaka mingi alikuwa akiheshimiwa kijijini kama mtu wa mafanikio, mshauri wa vijana na mfadhili wa shughuli nyingi. Lakini sasa alijua heshima hiyo ilikuwa imejengwa juu ya siri nzito. Na ndani ya moyo wake, sauti ndogo ilianza kusema, ni wakati wa kufanya kilicho sahihi. Siku ilipoanza kupambazuka vizuri, habari zilianza kusambaa kijijini. Majirani wachache waliona Musa akiingia usiku ule, na sasa walikuwa wakijiuliza maswali mengi. Ndani ya nyumba, mazungumzo yaliendelea. Mzee Baraka alisimama polepole, akishika fimbo yake ya kutembelea. Musa, alisema kwa sauti iliyokuwa dhaifu lakini ya kweli, naomba unisikilize. Musa alinyanyua macho yake. Niko tayari kusikiliza, alisema. Mzee Baraka alichukua pumzi ndefu. Nilikosea, alisema wazi, na nimebeba mzigo huu moyoni kwa miaka mingi sana. Mama Neema alimwangalia kwa macho yenye machozi. Sasa umeamua nini? Aliuliza kwa upole. Mzee Baraka alinyanyua kichwa. Nitarejesha ardhi ile kwa familia ya baba yako, alisema. Kimya kilitanda tena. Musa alionekana kushangaa. Una uhakika? Aliuliza kwa mshangao. Mzee Baraka alitikisa kichwa polepole. Nataka kuondoka duniani nikiwa na moyo safi, alisema. Amina alifuta machozi yake. Kwa mara ya kwanza tangu usiku ule uanze, kulikuwa na mwanga mdogo wa matumaini ndani ya nyumba ile. Lakini bado kulikuwa na hatua moja muhimu iliyobaki. Hatua ambayo ingejaribu ujasiri wa familia nzima. Jua lilipochomoza kabisa, kijiji kilianza kuamka kama kawaida. Lakini ndani ya moyo wa Mzee Baraka, siku hiyo ilikuwa tofauti kuliko zote. Aliwaita watoto wake wote waliokuwa wamehamia miji mbalimbali. Alitaka ukweli ujulikane kwa familia nzima. Walipokusanyika mchana huo, Mama Neema alisimama kando yake kwa utulivu. Musa naye aliketi kimya, akisubiri. Mzee Baraka alisimama mbele yao, akishika fimbo yake kwa mkono mmoja. Watoto wangu, alianza kwa sauti ya utulivu. Usiku uliopita ulileta ukweli ambao nimeuficha kwa miaka mingi. Aliwasimulia kila kitu, kuanzia urafiki wake na baba ya Musa, hadi makosa aliyofanya kwa tamaa ya kuokoa biashara yake. Hakukuwa na mtu aliyesema neno kwa muda mrefu.
Hatimaye alimaliza kwa kusema, nimeamua kurejesha ardhi yote kwa familia yao. Huo ndio uamuzi wangu wa mwisho. Mama Neema alishika mkono wake kwa upole. Musa alinyanyuka polepole, macho yake yakiwa na machozi. Baba yangu angefurahi sana kuona haki imetendeka, alisema kwa sauti ya hisia. Ndani ya ukimya ule, mzigo mzito uliondoka moyoni mwa mzee Baraka. Usiku ule uliokuwa umeanza kwa hofu, uliishia kuwa mwanzo wa uponyaji. Na tangu siku hiyo, kijiji kile kilikumbuka somo moja muhimu. Ukweli unaweza kuchelewa, lakini hauwezi kufichwa milele.